mbinguni. Ulimwengu haukuzaliwa kutokana na machafuko ya kubahatisha, bali uliundwa kwa usahihi usio na ukomo. Uumbaji wa ajabu unaozidi uwezo wa bahati nasibu. Kazi bora inayohitaji msanii mkuu. Hapo mwanzo alinena na vikawa. Gundua ukweli wa asili yetu. Bwana ni mwema wakati wote, anaokoa. Nipende kuwakaribisha kwa mara nyingine katika sehemu ya 3 ya mfululizo wa masomo ya uumbaji au uibukaji, sura halisi. Katika somo lililopita tulipata kuona asili ya wapi ambako tatizo la ubaguzi ambao tunakwenda kuitazama katika masomo haya ilipata kuanzia, na tukajifunza ya kwamba ubaguzi ulianzia mbinguni na yule muasisi wa ubaguzi ameendelea kuliendeleza swala hilo duniani katika namna na nyanja tofauti tofauti. Hivyo katika somo linalofuata tutakwenda kuona namna ambavyo shetani mwovu ambaye tulimuona katika somo lililopita ambaye alipata kujulikana mbinguni kama Lucifer, jinsi ambavyo ameendeleza duniani kile alichopata kukianzisha kule mbinguni. Hivyo kabla ya kwenda kujifunza, kabla ya kwenda kutazama somo linalofuata, niwakaribishe tupate kuomba. Tumkaribishe Roho Mtakatifu aendelee kutufunulia na kutuonyesha kile ambacho anahitaji tujifunze katika somo hili la 3. Pendwa mtazamaji, tafadhali subscribe, washa kitufe cha kengele, waweza pia kulike, ukacomment na kushare habari hizi njema. Mungu akubariki. Baba yetu na Mungu wetu ishie mahali pa juu mbinguni, tupo tena katika nyakati nyingine hii tukiendelea kujifunza mafundisho haya na mafunuo haya ambayo yanakwenda kutupatia amani, yanakwenda kutupatia majibu katika swali gumu ambalo linatesa ulimwengu, swala zima la ubaguzi. Na kushukuru kwa ajili ya somo lililopita. Tunakukaribisha sasa kupitia Roho Mtakatifu ukatufundishe katika somo hili na tuweze kukuona na tukaweze kuona ukuu wako na tukafahamu namna ambavyo shetani anaendelea kufanya kazi yake kama ambavyo aliendelea kufanya kazi yake mbinguni, na mwisho wa siku sifa na utukufu zikakapate kukurudia wewe. Tumeomba katika jina la Yesu, amina. Somo ambalo linafuata nilipatia jina kichwa au jina linalosema unabii wa Darwin sehemu ya kwanza. Unabii wa Darwin sehemu ya kwanza. Na of course najua utaendelea kujiuliza kwamba sasa Darwin naye anaingiaje katika haya masomo. Katika maandiko matakatifu, kitabu kile cha Hesabu sura 12 mstari wa 11, tunasoma maneno yafuatayo: kisha Haruni akamwambia Musa, e Bwana wangu, nakusihi sana usituwekee dhambi juu yetu, kwa kuwa tumefanya upumbavu na kufanya dhambi. Tumeliona hili katika somo lililopita na tukasema kwamba Mungu anajaribu kutuonyesha, Kristo Yesu anajaribu kutuonyesha kwamba swala zima la ubaguzi wa rangi sio tu dhambi, lakini pia ni upumbavu. Katika kitabu kile cha waraka wa kwanza Yohana 3:4 natuambia, kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi wa sheria. Hili ni swali lingine ambalo wengi wamekuwa wakijioji ya kwamba tunapozungumzia sasa swala la uasi wa sheria linahusiana vipi na swala la ubaguzi wa rangi. Je, katika kisa kizima cha ubaguzi wa rangi, katika tatizo la ubaguzi wa rangi, tunavunja sheria zipi? Watu wanaweza wakajioji swali hilo. Katika kitabu kile cha Unpublished Testimony Agosti 5 mwaka 1896, Ellen White aliyokuandika na kusema, uumbaji wa mwanadamu ni wa kutisha na kushangaza. Yehova ameandika sheria zake kupitia mkono wake mtukufu katika kila sehemu ya mwili. Kwa hiyo kumbe tunapokuwa tunaangalia sheria sasa hapa duniani tunacheza na tunajifunza sheria za maumbile ya mwanadamu ambazo shetani anajaribu kupambana kwa namna moja au nyingine kuhakikisha anazivuruga kupitia wanadamu wenyewe ili wanadamu apate kumwasi Mungu. Sikia, Ellen White anasema katika kitabu kinaitwa Christ Object Lesson kuwa Mungu ndiye aliyebuni sheria za maumbile yetu kama alivyobuni sheria za maadili, nazo zimeandikwa kwa chanda chake katika kila mshipa, neva na kila kiungo cha mwanadamu. Kwa mujibu wa Ellen White,
Ni wazi ya kwamba sheria zinazovunjwa au sheria ambazo zinashambuliwa katika swala zima la ubaguzi wa rangi ni sheria za maumbile yetu, ambazo tutakwenda kuziona kinaga ubaga katika masomo haya. Na sheria hizi zinapovunjwa zinapelekea kuvunjwa kwa sheria za maadili ambazo ni amri 10. Na tumeona namna ambavyo watu wanauawa kwa sababu tu ya kubaguliwa au kwa sababu ya kubagua wengine kwa sababu ya mionekano yao. Na hivyo tunaona kupitia kuasi kwao sheria za maumbile wanasukumwa katika kuchukia watu wengine, hata kuwaua watu hao kwa sababu tu ya mionekano yao. Kwa hiyo kuna uhusiano mkubwa sana kati ya sheria za maumbile na sheria za maadili. Tunaendelea kusoma katika article nyingine. Mwanasayansi huyu anaitwa Louis Pasteur anasema, kadiri ninavyosoma vitu vya asili najikuta nikishangazwa na kustaajabia kazi kuu ya Muumba. Science hutuleta karibu na Mungu. Anatufunulia hivyo Louis Pasteur ya kwamba kumbe science haitakiwi kupingana na Mungu. Swali, hii science ya viumbe vya asili ina uhusiano gani na kile tunachokwenda kujifunza? Ni wazi ya kwamba tunapokuwa tunazungumzia swala la science ya vitu vya asili, lazima tuangalie pia sheria za asili ambazo zinaendesha maumbile yetu, na shetani anazifahamu hizo na anawasukuma wanadamu katika kuziasi hizo, akijua wazi ya kwamba kwa kuziasi sheria hizo za maumbile watu watakwenda kuasi sheria za maadili ambazo ni amri 10 za Mungu. Kwa hiyo science inatusukuma katika kujifunza sheria hizi, kwa sababu science haipingani na maandiko matakatifu, na ni wajibu wetu katika kusoma kitabu cha Uumbaji ambacho kwa hicho kitatufunulia sheria hizi za maumbile, sheria hizi za asili ambazo kwanza tutakapozitunza zitatusaidia katika kutunza amri 10 za Mungu, yaani sheria za maadili. Katika kitabu cha Hesabu sura 12 mstari wa 9 tunaambiwa, hasira za Bwana zikawaka juu yao, naye akaenda zake. Na tukaona wazi ya kwamba huyu Bwana ambaye anazungumzwa hapa kama maandiko yanavyosema alikuwa ni Kristo Yesu. Kwa hiyo Kristo Yesu alichukizwa na tukio au jambo ambalo Haruni pamoja na ndugu yake Miriamu walilifanya la kumbagua shemeji yao kwa sababu tu ya muonekano wao. Kwa lugha nyingine, Haruni na Miriam waliasi sheria za maumbile, na kwa sababu waliasi sheria za maumbile wakapelekea kuingiwa na chuki na wivu, na kama wangeendelea vile bila shaka wangeliweza hata kumfanyia kitu kibaya, na Mungu kwa kuliona hilo akaingilia kati. Katika kitabu kile cha Wafilipi 2:11 tunashuhudiwa wazi ya kwamba kumbe Bwana ambaye anatajwa katika kitabu kile cha Hesabu si mwingine bali ni Kristo Yesu mwenyewe. Wafilipi 2:11 anasema, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana kwa utukufu wa Baba. Na katika kitabu kile cha Petro wa pili 3:18 natuambia, lakini kuweni katika neema katika kumjua Bwana wetu Mwokozi wetu Yesu Kristo, utukufu una yeye sasa na hata milele. Kwa hiyo Yesu Kristo ambaye ndiye muumbaji wetu anachukizwa na masuala ya kubaguana kwa sababu ya mionekano. Na tukajifunza katika somo lililopita kwamba shetani kama alivyofanya mbinguni ndivyo anavyofanya duniani. Katika gazeti la Baptist Press tulisoma katika article hii inasema, Racism, Satan's tool, Freud tells the Baptist. Na huyu Freud alitueleza kuwa, anasema, ninaamini kwamba swala la ubaguzi wa rangi linatoka kwa shetani na majeshi ya kishetani ya kuzimu. Ubaguzi wa rangi unapingana kabisa na ujumbe wa Yesu Kristo, unapingana kabisa na ujumbe wa upendo, unapingana kabisa na ujumbe wa heshima, thamani na utakatifu wa uhai. Na katika gazeti la Signs of Time tukajifunza, shetani na wafuasi wake walifukuzwa mbinguni kwa sababu ya uasi, na roho ya yule muovu sasa inatenda kazi katika wana wa uasi. Shetani anaendeleza uasi wake dhidi ya Mungu katika dunia hii. Anajaribu kuwaharibu wote, lakini vyombo anavyopenda zaidi kwa kusudi lake la kuziangamiza roho ni wanadamu. Kwa hiyo shetani sasa hivi anatumia wanadamu katika kuangamiza wanadamu. Kwa hiyo wanadamu wanabaguana wenyewe kwa wenyewe kwa sababu kuna watu wanajiona bora kuliko watu wengine, kama ambavyo kuna malaika walijiona bora kuliko malaika wengine, kuna malaika walijiona bora kuliko viumbe wengine. Ndivyo inavyotokea leo hata kati ya wanadamu. Mwandishi wa
tovuti ya Kibaptisti hii aliwahi kuandika na kusema shetani alifanya kazi ya kugawa na kutawala katika nyumba ya Daudi, kama ambavyo maandiko yanasema. Alifanikiwa kuligawanya taifa la Israel, tunajifunza hili katika maandiko matakatifu. Alitaka kuligawanya kanisa katika enzi za matendo, yani kipindi cha mitume, kupitia migogoro. Shetani anajishughulisha na migawanyiko kama vile Yesu alivyokuja kutuunganisha na Mungu na sisi kwa sisi. Shetani anatafuta kwa mkakati kutugawa na kututawala. Hili linaendelea, na hata leo shetani anajua kwamba kama watu watagawanywa kwa mujibu wa rangi, yani mionekano ya ngozi, hawatafanya majadiliano kuhusu ukweli wa Injili. Ufalme wa Mungu hauwezi kupanuka maadamu kanisa limegawanywa kwa misingi ya rangi. Ndivyo ambavyo hawa watumishi wa Mungu wanazungumza na kulizungumzia swala hili la ubaguzi wa rangi. Ubaguzi wa rangi upo ndani ya kanisa, ubaguzi wa rangi upo nje ya kanisa. Lakini tumeona kwamba shetani sasa hivi anatumia wanadamu, na katika somo hili tutakwenda kuona moja ya wanadamu ambao walitumiwa na muovu shetani katika kuleta fundisho hili, na mafundisho yake yamekubalika na ulimwengu, na hata sasa yameendelea kutafuna ulimwengu. Mwandishi mmoja anayekwenda kwa jina la Stephen Jay Gould katika kitabu kinaitwa Origen and Philogen mwaka 1977 aliwahi kuandika na kusema, ukurasa wa 127, anasema hoja za kibiolojia kuhusiana na ubaguzi wa rangi pengine zilikuwepo kabla miaka 1859, lakini hoja hizi zimeongezeka maradufu na kwa nguvu kadiri nadharia ya uibukaji inavyozidi kukubalika kati ya watu. Kwa mujibu wa Jay Gould anatuambia moja ya vitu vilivyopelekea ubaguzi wa rangi kuongeza kasi na kuleta madhara katika jamii ni nadharia ya uibukaji. Na moja ya vitu ambavyo tulivisoma katika somo lililopita ya kwamba shetani sio tu anachafua tabia ya Mungu na kuwagawa watu, lakini pia anatengeneza nadharia kama alivyotengeneza mbinguni, anatengeneza nadharia ambazo kwa hizo zinakwenda kuwagawa watu. Na kwa mujibu wa mwandishi huyu, moja ya nadharia hizo ni nadharia ya uibukaji. Na unapozungumzia nadharia ya uibukaji, hauachi kumzungumzia mtu anaitwa Charles Darwin. Na ukiangalia katika hii slide tunakutana na picha ya Charles Darwin kwa wale ambao mfahamu, lakini pia tunakutana na article ya gazeti la Times inayosema How Man Began, na kwa namna gani ambavyo mwanadamu alipata kutokea, alivyopata kuanza. Na katika gazeti la Christian Times la Januari 30 mwaka 2020 tunasoma maneno yafuatayo: tangu Charles Darwin alete mapendekezo ya uibukaji na mabadiliko, Wakristo wengi wamekuwa wakiachana na msingi huu wa kutokana na Adam na Hawa. Kulingana na kitabu cha Mwanzo, Mungu alimuumba Adam na Hawa, na kutoka kwao watu wote wamepata kuwa. Lakini Wakristo wengi hawaamini tena juu ya hili, nao wamekubaliana na msingi wa uibukaji unaosema wanadamu wametokana na wanyama. Swali: kwa nini nadharia ya kisayansi ya Charles Darwin inaonekana kuwa na nguvu sana katika imani ya Kikristo? Mwandishi mmoja anaitwa Harrison katika article anasema Origin and Evolution of Universe katika kitabu cha Kamusi Kuu ya Britannica mwaka 1974 aliwahi kuandika na kusema, nadharia ya uibukaji pia hutumiwa kama ufunguo wa mithiolojia ya kifilosofia, nayo hufanya kazi kama dini. Kwa mujibu wa huyu mwandishi anasema hii nadharia ambayo inaitwa ya kisayansi ya uibukaji inafanya kazi kama dini. Ndicho ambacho nakisema. Maandiko matakatifu yananiambia kwenye mashahidi wawili au watatu kila neno litathibitika. Mwandishi mwingine anayekwenda kwa jina la Lipson katika kitabu kinaitwa katika gazeti hili lenye article inasema A Physicist Look at Evolution mwaka 1980 anasema, kiuhalisia nadharia ya uibukaji imekuwa ni dini ya kisayansi. Karibia wanasayansi wote huikubali pasipo shuhuda, nao wapo tayari kupindisha maelezo kwa kile walichokiona na kugundua ili wapate kuilinda.
Kwa hiyo huyu mwandishi mwingine anasema ya kwamba namna ambavyo wanasayansi wanalinda na kuilinda hii nadharia ya uibukaji imekuwa ni kana kwamba watu wenye imani fulani ambao wanajaribu kutetea imani fulani, na hivyo wanapotazama hii nadharia ya uibukaji, hii nadharia ya namna ambavyo viumbe walipata kutokea, wanaitazama kama sehemu ya kidini au kiimani, tofauti na vile ambavyo tunategemea wanasayansi watazame mambo, na wapo tayari kuitetea hata kama ushahidi hakuna. Mwandishi mwingine katika gazeti lingine linaitwa Encounter Novemba mwaka 1959, katika ukurasa 48, mwandishi aliye kuandika na kusema, ni dini ya kisayansi ambayo Darwin alikuwa akishikilia na kuianzisha, dini ambayo sasa imeshikiliwa na watu na kutawala akili zao. Kwa mujibu wa hawa waandishi wapendwa katika Bwana, hiki kinachoitwa nadharia ya uibukaji sio science. Nadharia ya uibukaji ni mawazo ya kifilosofia, inatokana na mafundisho ya mithiolojia. Ndicho ambacho hawa wana science na watafiti wanachokisema. Mwandishi mwingine anakwenda kwa jina la Dr. Abraham Cooper. Kitabu kinaitwa katika hotuba yake inaitwa Evolution mwaka 1899, aliwahi kusema, mafundisho ya nadharia ya uibukaji ni mfumo mpya ambao umeandaliwa, ni mafundisho mapya ya imani. Dogma mpya ni imani mpya ambayo imeibuka kupingana na imani ya Kikristo, nayo itaweza kupata nafasi na kusimama pindi Ukristo na shuhuda zake utakapoanguka. Kwa mujibu wa Dr. Abraham Cooper, ni wazi ya kwamba hii nadharia ya uibukaji imekuja kama sehemu ya upingamizi wa Ukristo, na tunapozungumzia Ukristo ndani yake tunamtaja Kristo. Kwa ni nadharia ambayo ipo kwa ajili ya kumpinga Kristo, ni mafundisho ya kiimani ila yamevaa vazi la science. Ndicho ambacho Dr. Abraham Cooper anatuambia. Mwandishi mwingine anaitwa Ruth Michael anatuambia, nadharia ya uibukaji hutetewa na watu wake zaidi ya ambavyo wanasayansi huitetea sayansi yenyewe. Uibukaji ni mawazo, fikra za kidini mbadala wa imani ya Kikristo, ukiwa na maana yake na maadili yake. Uibukaji ni dini, ilikuwa hivyo tangu mwanzo hata sasa. Ndivyo ambavyo huyu mwandishi anatueleza. Kwa hiyo wapendwa katika Bwana, tunapokuwa tunaangalia hii nadharia ya uibukaji ambayo kwa hakika watu wanatambua kama sehemu ya science, waandishi hawa wanatuambia hapana, nadharia ya uibukaji sio nadharia ya kisayansi, bali ni filosofia, bali ni mafundisho ya kidini. Ndicho ambacho tunaambiwa. Utajiuliza, kuna uhusiano gani kati ya imani hii ya kisayansi ya uibukaji na swala zima la ubaguzi wa rangi? Ili tuweze kulijua hilo, yatupasa tumrejee yeye ambaye alikuwa muasisi wa nadharia hii, na si mwingine bali ni Charles Darwin. Ellen White katika kitabu kinaitwa Beginning of the End, ukurasa wa 47, aliwahi kuandika na kusema, kumekuwa na ushawishi wa nguvu katika kuelezea uumbaji kuwa ni matokeo ya tukio la asili. Imefikia hatua sasa wanaodai kuwa ni Wakristo wamekuwa wakikubaliana na mawazo hayo na kupingana na maandiko matakatifu. Kinachonishangaza katika haya ni kwamba hii nadharia ya uibukaji inaonekana kupingana na dini moja tu, nayo ni dini ya Kikristo. Inashangaza sana. Haipingani na dini zingine zozote zaidi ya Ukristo. Na waandishi wanatuambia ya kwamba vita ya uibukaji ni juu ya dini hii ya Kikristo, na kama dini ya Kikristo itakuja kufa, maana yake nadharia ya uibukaji itakuja kutawala. Na ndio maana waandishi hao wa mwanzo tuliwanukuu wanatangaza wazi ya kwamba hii nadharia sio ya kisayansi kama inavyosemwa, bali ni nadharia ya kiimani, ni nadharia ya kidini. Wao katika kitabu cha Encyclopedia of Evolution mwaka 1990 tunasoma, ubaguzi wa rangi ni imani ya kuwa yapo makundi ya wanadamu ambayo ni bora na makuu kuzidi mengine, yaliyo dhaifu, hivyo hayawezi kupewa huduma sawa na wengine. Kwa mwandishi ambaye anaitwa Milner anatuambia kwamba tunapokuja katika swala la ubaguzi wa rangi, nayo ni imani ambayo inafundisha kwamba kuna watu bora
na wenye nguvu tofauti na watu wengine wadhaifu ambao hawajiwezi. Ndicho ambacho tunajifunza katika historia na kile ambacho kinafundishwa katika swala zima la ubaguzi wa rangi. Swali, kuna uhusiano gani sasa kati ya uibukaji, nadharia ya uibukaji na hiki kitu tunachokiita ubaguzi wa rangi? Hii Lite katika kitabu katika kamusi hii inaitwa The Macmillan Atlas History of Christianity ya mwaka 1976, tunakutana na maneno yafuatayo. Darwin alipendekeza kuwa katika tendo la asili la uchaguzi, katika mazingira na mabadiliko yake, ndipo maisha yatakavyoongozwa, yaani kwa wenye nguvu kuwashinda walio wadhaifu. Kwa Charles Darwin anakubaliana na mawazo ya kwamba kuna watu ambao wana nguvu na kuna watu ambao hawana nguvu, yani wadhaifu. Charles Darwin anaendelea kusema katika kitabu kinaitwa The Descent of Man mwaka 1871 kuwa katika kipindi cha baadaye kisicho mbali sana, kulingana na karne, kizazi cha wanadamu kilichoendelea kistaarabu karibu kwa hakika kitakiondoa na kuchukua nafasi ya kizazi cha washenzi kote ulimwenguni. Kwa mujibu wa Charles Darwin, yeye anatabiri ya kwamba karne chache mbeleni, katika kipindi kile alichokuwa anaishi yeye, kuna watu au kuna jamii za watu ambazo zitachukua nafasi za watu wengine ambao ni wadhaifu, na hao wadhaifu wanaitwa washenzi kwa mujibu wa Charles Darwin. Sikia, Charles Darwin katika barua yake kwa Charles Kingsley mwaka 1862 aliwahi kuandika na kusema, ni kweli kabisa kile ambacho unakisema kuhusu makabila ya juu yenye nguvu ya wanadamu. Yakifikia kiwango cha juu cha kutosha, yataenea na kuangamiza mataifa mengine. Kwa hiyo ni kana kwamba Charles Darwin alikuwa akitabiri kile ambacho kitakwenda kutokea katika ulimwengu katika siku ambazo yeye katika kipindi chake alikuwa anaziita siku zijazo, ambazo kwa hakika ni siku ambazo tunaziishi leo. Charles Darwin anaendelea kusema katika kitabu kinaitwa Life and Letter of Charles Darwin, ukurasa wa 318, anasema watu ambao walikuwa wamestaarabika wa jamii iliyoitwa ya Caucasian waliwapiga na kuwaangamiza watu wa Uturuki katika namna ya kutisha, kama sehemu ya kupambania uwepo wa maendeleo na uwepo wao. Nikiutazama ulimwengu miaka michache ijayo, ni jamii ngapi zilizo dhaifu zitakuwa zimeondolewa katika uso wa ulimwengu na jamii zile zenye nguvu na kuu. Kwa moja ya jamii ambazo zinaonekana kuwa na nguvu kwa mujibu wa Charles Darwin ni jamii za wale watu ambao wanaitwa wa Caucasian, ambao waliweza kuwapiga Waturuki na kuweza kuwaangamiza watu kadha wa kadha. Charles Darwin anaendelea kusema katika barua yake kwa William Graham mwaka 1881 kuwa kwa hiyo kinachoitwa kizazi cha wa Caucasian, yaani wazungu, ambacho kimeendelea zaidi kistaarabu, kimeishinda Uturuki kabisa katika mapambano ya kuwepo. Tukiangalia ulimwengu katika siku za usoni zisizo mbali sana, ni idadi isiyo na mwisho ya kizazi cha chini itakayoondolewa na kizazi cha juu kilichoendelea kistaarabu kote ulimwenguni. Kwa mujibu wa Charles Darwin, Caucasian, yani kabila la Caucasian ni kabila la watu wanaoitwa leo nani? Wazungu. Kwa lugha nyingine, wazungu itafika stage, itafika kipindi ambako watatawala ulimwengu wote. Ndicho ambacho huyu mwandishi Charles Darwin anatuambia. Sikia, katika kitabu kinaitwa Civic Biology cha mwaka 1914, mwandishi anaitwa George William Hunter aliwahi kuandika maneno yafuatayo kuhusiana na kile ambacho Charles Darwin anasema kuhusiana na wanadamu. Anasema somo la kibiolojia ya uraia lilibainisha kuwa makabila matano ya mwanadamu yapo kama ifuatavyo. Kundi la kwanza lilikuwa linaitwa wa Ethiopia, wa Malay, Wahindi wa Amerika, yani Wahindi wekundu, na wa Mongolia, na mwishowe aina ya juu kabisa ya watu wa Caucasian wote, wakiwakilishwa na wakazi weupe walioendelea kistaarabu wa Ulaya na kule Amerika. Kwa hiyo ni wazi ya kwamba kwa mujibu wa kile ambacho huyu mwandishi mwingine anayejaribu kusupport kile ambacho Charles Darwin anakisema, anaeleza wazi kwamba jamii ambayo inaonekana kuwa na nguvu, jamii ambayo inaonekana baadaye itakuja kukiondosha kizazi cha watu wanaoitwa washenzi, kilikuwa ni kizazi cha wazungu. Naomba unote,
Haya ni mafundisho ya Charles Darwin ambayo yanaendelezwa na washirika wake na kusambazwa duniani kote. Sikia, rafiki wa Charles Darwin aliyeitwa Thomas Huxley aliwahi kuandika na kusema, hakuna mtu mwenye akili timamu anayejua ukweli anayeweza kuamini kwamba mtu mweusi wa kawaida ni sawa au bora zaidi kuliko mtu mweupe. Kwa hiyo hawa ni washirika wa Charles Darwin, watu wakubwa mashuhuri, wanazuoni ambao wanayachukua mafundisho ya Charles Darwin na kuanza kuyasambaza, kuyafundisha ulimwenguni kote. Sikia, katika kitabu cha Morris kinaitwa The Long War Against God, mwaka 1990 ukurasa wa 60, anasema hakuna mtu mwenye akili timamu anayejua ukweli anayeamini kwamba mtu mweusi wa kawaida ni sawa na zaidi sana ni bora kuliko mtu mweupe. Huxley aliwaelezea watu weupe kama walio na akili, yani na ubongo mkubwa na taya ndogo. Kwa lugha nyingine, watu weusi wakaanza kuelezewa kuwa ni watu wenye midomo mikubwa lakini wana ubongo mdogo. Ndivyo ambavyo mafundisho ya Charles Darwin yalivyoanza kucirculate, yalivyoanza kusambaa ulimwenguni kupitia washirika wake. Charles Darwin anaendelea kusema, wakati huo huo sokwe wenye umbo la kibinadamu bila shaka wataangamizwa. Pengo kati ya mwanadamu na washirika wake wa karibu litakuwa pana zaidi hata kuliko lile la rangi ya Wakaukasian, yani wazungu, na sokwe fulani wa chini kama nyani, yani baboon, badala ya kama ilivyo sasa kati ya watu weusi au wa Australia, yani wa asili ya Aboriginal, na sokwe aina ya gorila. Kwa hiyo kumbe mawazo, ideas ya kwamba watu wa makabila mengine tofauti na wazungu, ya kwamba wao wanafananishwa na nyani, wao wanafananishwa na gorila, wao wanafananishwa na baboon kwa ujumla, ni mawazo yaliyokuja kupitia huyu anaitwa mwanasayansi wa kizazi hiki aliyeitwa Charles Darwin. Kwa hii ni changamoto ambayo watu wanatakiwa waijue wapi ilipoanzia. Charles Darwin ndiye ambaye alikuja na haya mawazo na kuyasambaza kwa wazungu wengine, hata wazungu wakaingiwa na mafundisho haya na wakaanza kuyaishi kule Ulaya. Katika kitabu kinaitwa Darwin kilichoandikwa na Adrian Desmond pamoja na James Moore, wanatuelezea kitu kingine cha ziada ambacho kwa hicho tunapata picha ya kwa nini mambo yapo vile yalivyo sasa. Desmond pamoja na Moore wanasema Darwinism ya kijamii, yani social Darwinism, mara nyingi huchukuliwa kama kitu cha nje, utando mbaya ulioongezwa kwenye kiini safi cha Darwin baada ya tukio, ukichafua taswira ya Darwin. Lakini daftari zake za kumbukumbu zinafanya iwe wazi kwamba ushindani wa biashara huria, utawala wa kibeberu, kuangamizwa kwa watu wa rangi yani kikabila, na ukosefu wa usawa wa kijinsia viliandikwa kwenye mlingano huo tangu mwanzo wa Darwinism, yani nadharia ya Darwin. Nao ulikusudiwa kila wakati kuelezea jamii ya wanadamu. Kwa mujibu wa Desmond pamoja na Moore, ni wazi ya kwamba ingawa watu wanasema kwamba nadharia ya Charles Darwin inachafuliwa na nadharia au mafunuo mapya ya kitabu kinachoitwa Social Darwinism, Desmond pamoja na Moore wanatuambia kwamba hapana, kinachotokea hapa ni kwamba kile ambacho kilikuwa kikielezewa kama biolojia sasa kimeingia katika jamii. Watu wanakiishi kama sehemu ya maisha yao katika jamii. Yale maneno ya kibiolojia ndiyo ambayo yameondolewa. Desmond pamoja na mwenzako wanaendelea kusema uchaguzi wa asili sasa ulitegemea kuangamizwa kwa walio dhaifu, watu binafsi na hata makabila, na ilibidi waangamie ili maendeleo yatokee. Hivyo ndivyo ilivyosemwa kwamba popote mzungu alipokanyaga, kifo kinaonekana kumfuata mtu wa asili. Wazungu walikuwa ni mawakala wa mageuzi. Onyo la Picard kuhusiana na mauaji ya watu wa asili lilikusudia kuonya taifa, lakini Darwin alikuwa tayari akihalalisha sababu na kuweka mantiki kwenye matokeo. Ndivyo ambavyo Desmond pamoja na Moore wanaeleza ya kwamba kile ambacho kilikuwa kikielezewa kwenye biolojia
ambacho kilikuwa kinachukuliwa kwamba ni sehemu ya science sasa kinaanza kuingia katika maisha ya watu, na ubaguzi ambao ulikuwa unaonekana katika maneno ya kibiolojia sasa unaanza kuonekana katikati ya watu. Kwa lugha nyingine, Charles Darwin alikuwa akipatiliza mawazo ya kwamba kuna watu wanatakiwa wafe waondoke na kuna watu wengine wanatakiwa waishi. Je, nadharia ya Charles Darwin ilikuwa na impact au madhara kiasi gani kwa jamii ambayo aliipata kuishi enzi zile? Sikia, katika kitabu cha Wakorinto wa pili sura 13 mstari wa kwanza anasema, kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu kila neno litathibitika. Naomba kwenda kusoma ripoti hii ambayo si nzuri sana, lakini ni ripoti ambayo imeteka dunia hivi karibuni, ingawa ilikuwa ni tukio la miaka mingi iliyopita. Linamhusu kijana anaitwa Ota Benga. Katika kitabu kinaitwa Encyclopedia of Virginia nasoma maneno yafuatayo kuhusiana na Ota Benga, ambaye anatufunulia moja ya madhara ya kile ambacho Charles Darwin alipata kupelekea kutokea kwa jamii za watu ambao wanaitwa nyani na gorila. Katika encyclopedia hii tunasoma, Ota Benga alikuwa mwanamume wa kabila la Mbuti ambaye aliletwa Marekani kutoka Afrika ya Kati na kuonyeshwa kwenye maonyesho ya dunia ya St. Louis, makumbusho ya historia ya asili, na akawekwa katika banda la sokwe la Bronx kabla ya kuishi Linkbal, ambapo alikufa kwa kujiua. Benga hakuacha maelezo yake mwenyewe kuhusu maisha yake, kwa hivyo maelezo ya miaka yake ya awali hayajulikani kwa uhakika. Mnamo mwaka 1904 Samuel Phillips Varner, mmishonari wa zamani wa Presbyterian na mwandamizi wa kujitegemea, alimleta Benga, yani Ota Benga, kutoka Afrika ya Kati hadi Marekani ili aonekane kwenye maonyesho katika maonyesho ya dunia ya St. Louis. Mnamo mwaka 1906 Benga alikuwa ni somo la maonyesho ya ethnolojia. Kwa lugha nyingine, kile kilichotokea kwa Ota Benga ni hiki: huyu kijana alichukuliwa kutoka Afrika na kupelekwa Marekani na kuwekwa katika makumbusho ambako alifungiwa katika banda la sokwe ili kuonyesha ya kwamba watu kutoka Afrika, watu weusi, ni watu ambao wanatokana na sokwe, ni sokwe. Na hili tukio lilitokea kwa uhalisia na watu wengi walikuwa wanakwenda kumuona na kujifunza vitu ambavyo Charles Darwin alipata kuvifundisha kuhusiana na swala zima la kuwaita Waafrika na watu wengine wa makabila, local tribes, kwamba ni watu ambao wanafananishwa na wanyama. Katika kitabu hiki tunaendelea kusoma kuwa aina hizi za maonyesho zilisemekana kuwa zimechochewa na science na hamu ya kutoa elimu. Kwa hakika maonyesho yao yalitokana na itikadi ya ubora wa wazungu na yalidhalilisha na kuwanyonya watumwa wao wa kibinadamu. Maonyesho ya Benga yalivutia makumi na maelfu ya wageni, pia yalisababisha malalamiko makali miongoni mwa wachungaji weusi wa eneo hilo. Kwa nini wachungaji walikuwa wakilalamika? Kwa sababu Ota Benga alikuwa ni kijana ambaye kimsingi hafanani na sokwe kama ambavyo ilikuwa inasemwa. Alikuwa ni kijana ambaye kimsingi alitekwa kutoka Afrika akaenda kufanywa kuwa maonyesho ya kisayansi kule Marekani, jambo ambalo lilikuwa ni la udhalilishaji na unyonyaji kwa watu ambao waliitwa Waafrika au watu ambao walikuwa ni wa rangi nyeusi. Katika tovuti ya BBC Swahili tunasoma Ota Benga, kwa nini hifadhi ya wanyama imechukua miaka 114 kuomba msamaha? Na nukuu, anasema Ota Benga alitekwa nyara kutoka katika nchi ambayo sasa inajulikana kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwaka 1904 na kupelekwa Marekani kuonyeshwa. Mwanahabari Pamela Nerick ambaye ameandika kwa kina juu ya mada hii anaangazia majaribio yaliyofanywa kwa miongo kadhaa ya kuficha kilichotokea. Zaidi ya karne moja baada ya kuzua vichwa vya habari vya kimataifa na kumwonyesha mwanamume kijana wa Kiafrika katika banda la sokwe Zoo Bromwich mjini New York, hatimaye imeonyesha majuto. Kwa hiyo tunaona kwamba ili tukio lilifichwa kwa miaka 114, lakini hatimaye sasa hawa watu wa makumbusho wanaomba radhi kwa udhalilishaji waliofanya kwa huyu kijana wa Kiafrika. Lakini kwa nini haya yalifanyika? Jibu ni simple.
Ni kwa sababu ya mafundisho ya Charles Darwin, ambao yalikuwa ni mafundisho ya uibukaji ambao yameendelea kutafuna ulimwengu kipindi kile na hata sasa. Kwa watu ambao wanaendekeza na kuendeleza swala la ubaguzi wa rangi ni moja ya watu ambao wametekwa na mafundisho ya Charles Darwin. Ndicho ambacho tunajaribu kukiweka wazi katika masomo haya. Katika article ya ABC News tunasoma more evidence of genocidal killings of Aboriginal people in Frontier Times, University of Newcastle research revealed. Kwa maana nyingine, katika chuo cha Newcastle wamejaribu kuonyesha namna ambavyo watu wa jamii ya Aboriginal walivyokuwa wanauawa na wazungu kwa sababu tu ya mionekano yao. Lakini haya mawazo waliotoa wapi? Kwa Charles Darwin. University of Newcastle tunasoma mfumo wa visasi vya kikatili na mauaji ya maangamizi ya kizazi ulianza kujitokeza mwishoni mwa karne ya 19 na karne ya 20, wakati maelfu ya watu wa asili, yani Aboriginal, waliuawa katika nyakati za ukoloni. Tunaambiwa utafiti mpya unapata kuonyesha wakati wa kile kilichojulikana kama vita ya mipakani, mataifa na makabila ya waasili wa Aboriginal na watu wa visiwa vya Torres Strait walipigana kujilinda wao wenyewe na nchi yao. Swali, walipigana na wakina nani? University of Newcastle wanatuambia huku wengi wakifanyiwa mauaji ya kikatili katika mapigano na walowezi wazungu. Sasa utafiti wa msingi kuhusu ukubwa wa vurugu wakati huo unapendekeza kwamba mauaji ya halaiki ya watu wa asili, yaani Aboriginal, yalizidi kuwa makubwa, yaliyopangwa na ya kikatili zaidi kadiri miongo ilivyosonga. Na ukiangalia picha ya Aboriginal hawana tofauti sana na Waafrika, lakini Aboriginal ni watu wa Australia. Kwa kipindi cha miaka hii ya Charles Darwin, Aboriginal walikuwa wakiwindwa kama wanyama na kuuawa, lakini Aboriginal hawakuwa wa Afrika. Swali, kitu gani kilichopelekea wazungu kuwavamia Aboriginal kule Australia na kuanza kuwaua kama wanyama? Ni mafundisho ya Charles Darwin ya kwamba wazungu ni watu bora na kwamba wazungu wanatakiwa wawaangamize watu wasio bora, yaani wale waliokuwa na utofauti wa mionekano, wanaoishi kiasili. Ndicho ambacho kimepata kutokea katika historia. Tunaambiwa katika tovuti ya Deutsche Welle kuwa kovu lisilofutika la mateso ya Wanazi kwa Wajerumani weusi, na tunasoma anasema wanaharakati na wanahistoria wanapambana ili kuhakikisha uhalifu wa watawala wa Kinazi dhidi ya watu weusi walioishi Ujerumani. Kwa hiyo leo kuna harakati zinazojaribu kuonyesha na kufunua namna ambavyo Wajerumani, bado tupo Ulaya, Wajerumani walivyokuwa wakiwaua watu weusi kwa sababu tu ya mionekano yao, kwa sababu tu watu weusi walikuwa wanaonekana ni mfano wa wanyama, walikuwa wanaonekana ni watu ambao hawapaswi kuchangamana na wazungu. Mafundisho ya nani? Charles Darwin. Tunaambiwa kwamba Darwin alionyesha wazi katika kitabu chake cha Asili ya Mtu toleo la 6 ya kwamba utafika wakati ambako watu weupe watakuwa wamewamaliza watu weusi. Akaweka wazi kuwa nyani wote watakuwa wamekwisha katika uso wa nchi. Aliamini kuwa matukio haya mawili kama yatatimia, basi kutapata na uwepo wa ushuhuda wa wazi wa nadharia ya uibukaji na mabadiliko kati ya viumbe. Kwa hiyo haya yote ambayo yanaendelea leo, survival of the fittest, ya kwamba kuna watu wenye nguvu na wasiokuwa na nguvu, mafundisho haya yote yalianzishwa na Charles Darwin, ambaye kupitia Charles Darwin mafundisho ya ubaguzi wa rangi yanapata kuibuka na kupata nguvu na mauaji kuongezeka duniani. Katika gazeti la Mwananchi Novemba 2013 tunakutana na article inasema ataka kuanzisha taifa la wazungu wenye imani kali ya ubaguzi wa rangi. Na nukuu, Cobb aliyewahi kuishi Vancouver nchini Canada amehamia katika mji mdogo wa Leith alikonunua magofu 12. Ametangaza kuufanya mji huo kuwa taifa jipya la wazungu na ameweka bango kubwa kwenye mpaka wa eneo lake na wenyeji lenye maneno ya kuwashutumu wenyeji kuwa ni kijiji cha walio laaniwa. Naomba nizungumze kidogo. Cobb alipofika katika hili eneo la Leith alikutana na kikundi cha wazungu ambao wanaishi na Mwafrika mmoja ambaye alikuwa amemuoa mzungu. Kwa sababu wazungu wao walikubaliana na kuishi na Mwafrika, Cobb anaanza kuwaita wazungu wao kwamba ni watu walio laaniwa kwa sababu walikubali kuishi na nani? Na Mwafrika. Hii inatufunulia wazi ya kwamba sio wazungu wote ambao ni wabaguzi wa rangi.
ila wapo ambao wamekwisha pandikiziwa mafundisho ya Charles Darwin na wanayaishi mafundisho haya na wanaendeleza kile ambacho Charles Darwin alikipendekeza kuhusiana na swala zima la kuwaondosha watu weusi. Na nukuu, Cobb kama anavyotambulika na wengi alizaliwa Oktoba 9, 1951. Kwa sasa ana umri wa miaka 62 akiwa na uraia wa nchi mbili, Marekani na Canada. Imani yake ya kidini ni ya wanaharakati. Sasa amepanga kuugeuza mji mdogo wa Leith, Dakota kaskazini kuwa pepo ya wazungu wenye imani kali wasiopenda kuchanganyika na watu weusi. Kwa hiyo kwa mujibu wa historia ni wazi ya kwamba fundisho la ubaguzi wa rangi asili yake ni nadharia ya uibukaji ambao mwasisi wake ni Charles Darwin. Kwa hiyo kuanzia sasa tunapaswa kujua mwasisi na mwanzilishi wa mafundisho haya ambayo kwa hakika yaliwateka wazungu na wazungu wameyaishi, na kwa hakika sasa yanaanza kuwateka hata Waafrika, nao wanaanza kuyaishi wakijaribu kulipiza visasi. Katika kitabu cha Petro wa kwanza 1:10 tunaambiwa katika habari za wokovu huo manabii walitafuta na kuchunguza ambao walitabiri habari za neema ambayo itawafikia ninyi. Wapendwa, swali linakuja, mafundisho haya ambayo Charles Darwin aliyafundisha, ambao ameendelea kula ulimwengu, aliyapata wapi? Nani wa kutujibu? Charles Darwin mwenyewe. Charles Darwin, mafundisho haya ambayo umeyafundisha umeyapata wapi? Na nukuu, katika kitabu cha Origin of Species mwaka 1960 ukurasa wa 178, Charles Darwin aliwahi kusema na kuandika, haitachukua muda mwingi sana kwa msomaji yeyote wa kazi yangu kabla hajaanza kupata ugumu na changamoto katika kuielewa. Kati ya kazi hizo ni ngumu kuzielewa kiasi kwamba hata sasa mimi mwenyewe sijapata kuzielewa mpaka naingiwa na woga. Sasa wapendwa, kama huyu muasisi wa nadharia ya uibukaji na mafundisho ya ubaguzi wa rangi, yeye mwenyewe akisoma nadharia yake haielewi, mimi niseme nini? Je, hiyo inatupatia jibu ya kile ambacho tunakisoma? Hapana. Tunahitaji kujua mafundisho haya ambayo yeye mwenyewe hayaelewi kayatolea wapi? Na nukuu, katika barua zake mwaka 1887 anaandika, mara nyingi nimekuwa nikishikwa na baridi mwili mzima hata kutetemeka, na mara zote nimekuwa nikijihoji kama sitokuwa nimejitoa na kutumikia mapepo. Sasa kama Charles Darwin mwenyewe anasema anahisi anawatumikia mapepo, na mapepo jina lingine ni mashetani, mimi niseme nini? Tulijifunza katika somo lililopita ya kwamba muasisi wa ubaguzi ni shetani. Huyu mtu anaitwa Charles Darwin anasema yeye mwenyewe anapokuwa anaandika haya anahisi anawatumikia mashetani. Nini ambacho Charles Darwin anatufunulia? Ni wazi ya kwamba nadharia ya uibukaji pamoja na mafundisho yake ya ubaguzi, muasisi wake ni shetani, na wale ambao wanaendeleza ubaguzi duniani leo wanaendelea kumtumikia shetani. Katika kitabu cha Ayubu sura 28 mstari wa 13 tunaambiwa, mwanadamu hajui thamani yake wala haionekani katika nchi ya walio hai. Na katika hili shetani amefanikiwa kwa sababu hawajui, wanadamu hawajui na hawaelewi thamani zao. Na ndio maana tunaleta haya masomo watu waanze kujua thamani zao. Hivyo wapendwa katika Bwana, tunapokuwa tunatafakari somo hili, ni wasi mwende kutafakari, lakini pia mwenende katika kufuatilia, muendelee kufuatilia masomo yanayofuata, ambayo kwa hayo tutakwenda kuchimba zaidi namna ambavyo mafundisho ya Charles Darwin kuwa sio mapya, bali ni mafundisho ya kale ambayo yameendelezwa hata sasa. Charles Darwin amekufa, lakini muasisi wake anaendelea kuishi hata sasa. Mungu awabariki na kuwalinda mnapotafakari somo hili na kujiandaa kwa ajili ya somo lijalo. Naombea katika jina la Yesu. Amina. Pendwa mtazamaji, tafadhali subscribe, washa kitufe cha kengele, waweza pia kulike, ukacomment na kushare habari hizi njema. Mungu akubariki.